Baba wa mbinguni, tunakuja kwako kwa jina la Yesu. Sema ni asante kwa siku njema umetupea, asante kwa nafasi hii ambayo Mungu umetuweka hai, umetupea furaha na amani. Tunakushukuru kwa kila mmoja anayefuatilia, kila mmoja anayetazama, kila mmoja anasherehekea kipindi hii. Tunashukuru Mungu kwa sababu ni wewe tu umetuchagua tukaweze kuingia katika kipindi hii. Na kwa kuwa kinaleta baraka kwetu, tunakushukuru. Asante kwa kila moja, asante kwa wale tunafanya kazi nao hapa. Asante Jehova kwa sababu ya neno lako ninapolishiriki kwa njia ya rahisi. Naomba ya kwamba watu wako Bwana walipokee kwa njia ya urahisi, ili kwamba lipate kuwa la faida, la msaada na kuleta mazao na matunda katika maisha yao, ili wakaendelee kufurahia Mungu na kukuabudu na kukua katika nyumba yako na kuendelea na haya maisha. Na wafunika wote kwa damu ya Yesu Kristo, na ninaomba hayo nikiamini ya kwamba Mungu umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Wapendwa watazamaji na wale ambao tunafuatilia neno la Mungu, mchana wa leo niko na neno la Bwana ambalo limetoka kwa kitabu cha John chapter 2 from verse 1 to 5. Nikwambia ya kwamba alika Yesu katika hali zako zote, kwa sababu kila hali inamhitaji Yesu, na kila hali inahitaji nguvu za Mungu, kila hali inahitaji Mungu mwenyewe ili akaweze kufanya jambo kwa ajili ya maisha yetu. Maandiko inasema hivi: na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia, fanyeni. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Mungu abariki neno lake. Nataka kukuambia mchana wa leo mpendwa, ili neno liko katika moyo wangu. Mungu amenipea hili neno ili nikuje kushiriki na wewe. Nikwambia ya kwamba katika hali zote pata kumkaribisha Yesu. Maandiko inasema ikiwa siku ya tatu kulikuwa na harusi Kana ya Galilaya. Na maandiko inasema Yesu alikuwa amealikwa pale, mama yake alikuwa amealikwa pale, wanafunzi wake walikuwa wamealikwa pale, na kikundi kingine kilikuwa pale. Baadhi ya vikundi zile zingine zilikuwa ni watumishi, walikuwa pia mahali pale. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba hii sherehe ilikuwa ni sherehe ya harusi. Na ujue harusi kuna kuanga na furaha, kuna kuanga na kusherekea kabisa, kuna kuwa na nyimbo, na kuna kuwa na mambo mengi ambayo inatendeka. Lakini wakati huo sana walikuwa wanatumia divai. Kama vile leo tunatumia soda na vinywaji tofauti tofauti ya kujifurahisha siku ya harusi. Wakati huo ilikuwa inatumika divai. Na maandiko inasema ikaisha. Wakakunywa wakafurahi, ikaisha. Na pale palikuwa na mama. Mama akamwambia Yesu Kristo ya kwamba divai imeisha. Na Yesu alikuwa anashangaa, mbona mamake anamwambia maneno haya? Alafu Yesu anamwambia, una nini na tuna nini na wewe? Wakati wangu bado haujawaandia nijidhirishe, niwaonyeshe. Lakini kwa sababu mama alikuwa anajua kuna suluhisho, akamwambia direct, divai imeisha. Na Yesu akasikia haya maneno. Pale kulikuwa na watumishi. Mamake Yesu akakimbia pale, akawaambia watumishi ya kwamba lolote atakalomwambia ninyi fanyeni. Mpendwa, nataka kukuambia namna gani mchana wa leo. Nikwambie katika hali zile tunapitia katika maisha yetu, pata kumkaribisha Yesu, pata kumwalika Yesu, pata kumwambia Yesu, pata kumuhusisha katika kila hali. Ni kwa sababu yeye ako na uwezo. Yeye ako na nguvu. Na yeye anaweza kutenda mambo makuu. Mchana wa leo, hii harusi ilikuwa sherehe kubwa sana katika Kana ya Galilaya.
Na mama yake alikuwa pale, alikuwa ni mama ambaye anaelewa wakati na majira na ni nini inaitakikana. So akukaa aanze kunungunika kwamba hakuna divai, akukaa kulalamika kwamba hakuna divai, ama haulize mbona mlitengeneza divai kidogo. Mama yake alijua siri ni kwamba tumuhusishe Yesu kwa sababu anaweza. Kwa kuwa alikuwa anamlea, ina imani ya kwamba alikuwa ameona dalili za imani ndani ya Yesu. Alikuwa anajua ya kwamba Yesu anaweza kutengeneza muujiza mahali hapa. Mpendwa, nataka kukuambia haji, huyu ndanda ama mama yake Yesu, nikimwangalia alikuwa ana present mama ama mtumishi wa Mungu ambaye anaelewa ni nini kinaitakikana wakati gani na wakati unaofaa. Alikuwa anajua ya kwamba ni nini wanahitaji wakati kama huo. Alikuwa anaelewa shinda ya wakati kama ule, na yeye alikuwa anajua jinsi ya kuitatua. Alikuwa anajua ya kwamba hali hii hakuna mwingine ataiweza isipokuwa Yesu. Nataka kukuambia haje mpendwa mchana wa leo, ni kuambia ya kwamba katika zile hali tunapitia, katika mambo ambayo tunapitia, kuna moja anaweza, kuna moja anajua, kuna moja anaelewa zaidi. Mama alikuwa anaelewa ya kwamba ni Yesu tu atasuluhisha hii, ni Yesu tu atasababisha hii, ni Yesu tu ataweza kutengeneza divai. Na akawa akona la roho anayemfunulia. Maandiko inasema kwamba akakimbia kwa watumishi wake waliokuwa wameitwa kwa harusi, akawaambia hivi, chochote mtakachoambiwa fanyeni. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuhubiria mpendwa, nikuambie namna gani. Wakati mwingi tunapewa mashauri lakini tunayapuuza. Wakati mwingi roho anatuzungumzia lakini tunafikiria ni mawazo yetu. Wakati mwingi sauti ya Mungu inaweza kuja lakini tuone ni sisi wenyewe, pengine ni moyo wetu unatuambia. Hawa wapendo walipoambiwa na Yesu, mama yake Yesu, chochote atakachomwambia, lolote atakalomwambia, ninyi fanyeni, miujiza iliweza kutendeka. Na hapo ndio Yesu aliweza kubadilisha maji ikakuwa divai. Mchana wa leo nataka kukufundisha nini mpendwa? Ni kuambia ya kwamba angalia ni nani unaalika katika maisha yako. Angalia ni nani unatembea na yeye katika harusi yako. Hapa kulikuwa na harusi, na mwenye harusi alikuwa anajua watu wa muhimu kuita. Nitaita wanafunzi wa Yesu, nitaita Yesu, nitaita mama yake, na nitaita watumishi wa kufanya kazi mahali pale. Wakati mwingi wapendwa, katika maisha tunayoishi, wengine wetu hatujawahi jua ni nani tunaweza tembea naye katika hali zile tuko nazo. Ni nani anaweza kutusaidia? Ni nani anaweza kututia moyo? Ni nani anaweza kutufafanulia? Ni nani anaweza kutushika mkono? Ni nani anaweza kulia pamoja nasi, ama kucheka pamoja nasi, ama kufurahia pamoja na sisi? Ni nani anaweza kutusherekea? Hii harusi ilikuwa na watu ambao ni wa maana sana. Yesu akiwa mahali pale, hakuna shinda ingeweza kutatuliwa. Mama yake akiwa pale, alikuwa na represent mtu wa kupeana mawaidha. Wanafunzi wakiwa mahali pale, walikuwa wanafanya kazi na Yesu. Watumishi wakiwa mahali pale, walikuwa wanajua kazi yetu ni kugawa. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji mpendwa, mchana wa leo nataka kukuambia ya kwamba angalia ni nani unafuata
ama unakaa naye katika maisha yako, kwa sababu wale unatembea nao wataadhiri maisha yako kwa njia moja ama ingine. Wanaweza kuadhiri uishi kwa furaha, wanaweza kuadhiri uishi kwa machozi na majuto. Mchana wa leo nimetumwa nikuambia ya kwamba karibisha Yesu katika hali zile zote unapitia katika maisha yako. Usifanye uamuzi wa haraka. Hii harusi mwenye harusi alipoiandaa katika Kana ya Galilaya, nina imani ya kwamba alitafuta the key people, wale ambao wakikuja katika hii harusi wanaweza leta mabadiliko, wanaweza leta radha, wanaweza leta mabadiliko, wanaweza ilembesha, wanaweza kuwa suluhisho. Na wacha nikuambie, alipomuita mama Yesu mahali pale, alikuwa anajua Yesu atakuja juu mama yake hako mahali pale. Mpendo, wakati mwingi tunalia na ni sisi tunajiletea hiyo hali, ni kwa sababu hatukai kumkaribisha Yesu, hatukai kujua ni nani tunatembea naye, hatukai kutujulize ni nani huyu ninaambia mambo ile ninafanya, au kai kuuliza ya kwamba nikishikwa mkono na huyu mtu tutafika wapi. Hii harusi ilikuwa harusi ya kipekee. Hii harusi ilikuwa harusi ya nguvu. Hii harusi ilikuwa harusi ambayo imeitwa watu wa maana sana, na mwenye harusi akamuita Yesu mahali pale. Maandiko inasema wakaenda mahali pale katika hali ya kufurahia, katika hali ya kusherekea. Watu walikuja kwa wingi na wakakunywa ile divai mpaka ikafika mwisho. Ikakuwa hakuna divai ingine, hata mgeni yule amechelewa anaweza kupata hata kikombe ya kukunywa. Lakini muangalie mama Yesu akiwa mahali pale. Huyu ni mama aliyekuwa na mawaidha. Mpendwa, ni nani unatembea naye katika maisha haya? Tembea na watu ambao wana roho ya mawaidha. Tembea na watu ambao wana moyo na roho ya kutia mtu moyo. Tembea na watu ambao wanakuambia hii hali ikitokea unaweza fanya hili, hii hali ikitokea unaweza enda mahali pale, hii hali ikitokea suluhisho ni hii. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, mama yake alikuwa mahali pale na akachukua nafasi. Hata kama alikuwa anajua wakati haujafika wa Yesu kujidhihirisha ya kwamba ni mponyaji, ya kwamba ni mtu ana nguvu, ya kwamba ni mtu wa miujiza, aliona ya kwamba siwezi nyamaza. Hii harusi iende ikiwa haina kinywaji, hii harusi iende pasipo kuwa na furaha, hii harusi iende pasipo watu kusherekea. Na akaweza kuvunja protocol, akamwambia Yesu, divai imeisha. Ndio maana Yesu anamuuliza, uko na nini wewe mama? Wewe mwanamke, anamuita mwanamke, una nini na mimi na wewe? Na wakati wangu haujadhirika. Mpendwa, tembea na watu ambao wanajua kuvunja protocol, ili waweze kukusaidia, ili waweze kukushika mkono, ili waweze kuondoa aibu katika maisha yako. Iwe ni ya kifamilia, iwe ni katika hali za mwili, iwe ni katika hali zile unapitia, iwe ni katika mambo ambayo unapitia. Tafuta kukaa na watu ambao watasimama nawe, wakuonyeshe hii ndio njia. Mama Yesu alikuwa mahali pale, na mama akiwa mahali pale alikuwa na roho ya kujua wageni hawataenda bila kinywaji, wageni hawataenda bila kusherekea, wageni hawataenda na kiu, wageni hawataenda pasipo mahitaji yao kutimizwa, wageni hawataenda. Akasimama na akamwambia Yesu, divai imeisha. Unatembea na nani? Huyu anaweza kukuambia ya kwamba hii tabia sio nzuri. Unatembea na nani? Mwenye anaweza kukukemea, mwenye anaweza kukurekebisha, mwenye anaweza kukupatia mawaidha, mwenye anaweza kukushika mkono. Pedro, unatembea na nani? Wakati mwingi tunatembea na watu ambao
hawawezi kutushika mkono, hawawezi kutuonyesha njia, hawawezi kutupatia mwongozo. Huyu mama ninampenda kwa sababu alisimama pale na akaambia Yesu, kuna hitaji mahali hapa, divai imeisha na watu tayari wanaendelea kukuja na kukuja. Wewe ninajua unaweza. Pendwa, tembea na mtu ambaye anajua ya kwamba ukimuuliza swali atajibu jinsi lilivyo, ya kwamba ukimuuliza swali atakupatia majibu ya kweli. Ukimuuliza mawaidha atakupea mawaidha yenye inakusaidia. Akikuambia njia anakuambia hii ndio njia, pasipo kukundanganya. Nataka kusema ya kwamba mpendwa, wewe unayenisikiza, wewe unatazama kipindi hii mchana wa leo, pata kufunguka macho, pata kufunguka masikio yako, upate kujua ya kwamba katika hiyo hali unaweza kumuhusisha nani? Unaweza husisha mtu mwingine akakuwa msaliti, unaweza husisha mtu ambaye hana haja, unaweza husisha mtu ambaye katika maisha yako anakutega, anakudhania na kukufikiria mabaya. Lakini ukimuhusisha mtu aliye na roho kama ya mama ya Yesu, utaweza kufurahia, utaweza kushangilia, utaweza kusema ya kwamba hakika fulani alinisaidia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mpendwa, nataka kukuhimiza na nikwambia ya kwamba katika hali zile tunapitia kama wanadamu, tumtafute Yesu na tutafute mtu ambaye anaweza kutuelewa. Yesu Mariamu alielewa ile hali ilikuwa mahali pale. Ilikuwa ni hali ambaye ni ya aibu. Wageni wamekuja na divai ya ampo. Na ni kwa sababu divai ilikuwa kinywaji ya maana sana wakati huo. Lakini Yesu akiwa mahali pale, alisimama akaona ya kwamba hapa hakuna aibu itakuwa mahali pale. Hakuna moja atanungunika mahali pale. Hakuna mtu atarudi nyumbani na kiu na kiwa analalamika. Nitaondoa hii aibu. Nitapeana njia na mwelekeo. Pendo, tunapoishi katika maisha tunayoishi, tafuta mtu wa kukuonyesha njia, akuonyeshe mwelekeo. Tafuta mtu ambaye amebadilika maisha yake. Tafuta mtu ambaye amekaa na Yesu paka akabadilika. Huyo atakuonyesha njia inayofaa mbele za Bwana. Huyo atakuonyesha maisha ambayo itampendeza Bwana. Unatembea na nani? Umealika nani katika maisha yako? Unakaa na nani kwa vikao unavyokaa? Unawaza na kutafakari nini? Maandiko ambayo tumesoma ni kwamba Yesu aliweza kubadilisha maji ikapata kuwa divai. Mchana wa leo nataka kukuambiaje mpendwa msikilizaji? Unaweza pia badilika katika maisha yako. Unaweza badilisha jinsi unavyotembea. Unaweza badilisha jinsi unavyowaza, jinsi unavyofikiria. Kwa sababu kile unafikiria na kuwaza, maandiko inasema hivyo ndivyo utakavyokuwa. Ukifikiria kuwa maskini utakuwa. Ukifikiria kuwa mtajiri utakuwa. Ukifikiria kushindwa utashindwa. Na ukifikiria kushinda utashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba ukipata na wewe azimia kutoka kwa moyo wako, nitabadilika, maisha yangu itabadilika. Tafuta kubadilika. Jinsi unavyowaza, badilika. Jinsi unavyotembea, badilika. Jinsi unavyokaa na kikundi ambaye ikusaidii, badilika. Jinsi saa 10 saa 9 na kazi ulitoka mapema, mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba badilika ndugu, ili furaha ikapate kuonekana katika nyumba yako, ili watoto wako wakaweze kufurahia wakati unaofika mapema. Badilisha maisha yako ili Yesu aweze kutukuzwa katika hiyo familia. Kuna vitu tunaweza badilisha katika maisha yetu. Jinsi tunavyofanya kazi, tunaweza kubadilika ili Mungu aweze kutukuzwa. Jinsi tunavyoenda kanisani, tunaweza badilika ili jina la Mungu kuweza kutukuzwa na liweze kuhimidiwa daima. Tunaweza badilika jinsi tunavyoongea
katika jina la Kristo Yesu, ili Mungu wetu aweze kutukuzwa. Maji ikabadilishwa ikakuwa divai. Pendwa, nataka kukwambia, ukimkaribisha Yesu katika maisha yako, jambo lingine la muhimu kufanya ni wewe uazimie, ni wewe uamue kubadilika katika maisha yako, ili aweze kujitukuza na kujidhihirisha katika maisha yako. Mpendwa, huyu alipomkaribisha Yesu katika sherehe yake, ile sherehe iliweza kubadilika, ikakuwa ya kwamba miujiza hata imetendeka. Pendwa msikilizaji, tamanio la moyo wangu, ombi la moyo wangu, kilio ya moyo wangu ni kwamba tuweze kubadilika hata katika maisha yetu, baada ya kumkubali Yesu, baada ya kumkaribisha Yesu katika kazi zetu, katika harusi zetu, katika mambo ambayo tunayoifanya. Tunafaa hata nasi tubadilike. Tunaweza hata sisi kuwa watu bora zaidi. Tunaweza kubadilika jinsi tunavyoongea. Wengine wanaongea matusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Unaweza badilika ili watu wakuheshimu. Wengine wetu wanaweza badilika kwa ajili ya familia, ili kuwa na furaha katika ile familia. Divai ilipotengenezwa, maandiko inasema hata ilikuwa tamu kuliko ile ya kwanza. Mpendwa, mchana wa leo nataka kukuhimiza nikwambia ya kwamba unaweza badilika maisha yako mpaka furaha ionekane katika familia yako, mpaka hiyo company isema ya kwamba huyu dada, huyu ndugu tangu waingie mahali hapa, hii company imebadilika kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa, unakaa na nani? Ndio maana lazima ubadilike. Unatembea na nani? Unawaza nini katika maisha yako? Unatamani kuwa nani katika maisha yako? Katika jina la Kristo Yesu. Huyu mama aliposimama alisema na divai imeisha. Unaambia nini watoto wako? Unawapa mawaidha ya aina gani? Unawapea mashauri ya aina gani? Wengine wana majina wanawaita, lakini wacha nikwambie, badilisha hiyo majina kama ileti utukufu wa jina la Bwana. Umuite majina ambayo inamtukuza Mungu. Umuite amebarikiwa, usimuite laana, usimuite amefanana na fulani, usimuite amekaa kama fulani. Mwambie hapana, wewe ni mtoto wangu, ninakupenda na ninajua utakuwa bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuongea kwetu tumefukuza marafiki wa maana katika maisha yetu. Kwa kuongea kwetu tumeachwa na wengi, mpaka unakaa unasema mbona niko peke yangu? Angalia jinsi unavyoongea, angalia tabia zako. Na mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba ukimkubali Yesu akubadilishe, utabadilika, na yakishakubadilisha atakurejeshea hata marafiki ambao umepoteza, hata marafiki ambao wamekutoroka. Mpendwa, mchana wa leo kuna vitu ambavyo tunaweza badilisha katika maisha yetu. Tukikubali kubadilishwa, tunaweza badilika na itakuwa ya baraka na faida katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia imekufanya watu wakutoroke. Vile unavyojibeba imefanya watu wakutoroke. Vile unavyowaongeleshea imefanya watu wakutoroke. Vile unavyojibeba imefanya watu wakutoroke. Mchana wa leo nimekuja kukuhimiza nikwambia ya kwamba mkaribisha Yesu ili aweze kubadilisha maisha yako, na akibadilisha chochote kile adui ameondoa katika maisha yako kitarudi kwako tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hali ni za aina nyingi, mambo ni aina nyingi. Vile tunavyowaza inaweza kumkwasa hata roho wa Bwana. Vile tunavyotembea inavyoweza hata kwasa watu na wakae mbali na wewe. Tabia zetu zinaweza hata fukuza rafiki wa karibu sana katika jina la Yesu. Lakini mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuna nafasi Mungu anakupatia tena. Kuna njia Mungu anakufungulia tena. Kuna mambo Mungu anakuazia mazuri, sio ya kukuangamisha, bali ni ya kukubariki na kupanua mipaka yako. Ukitamani kubadilika, ukitamani kugeuka, ukitamani Yesu atende jambo
jambo katika maisha yako katika jina la Yesu. Wengine mlipoteza marafiki ambao wangekushika mkono, leo ungekuwa unaishi hata kwako. Wengine wamepoteza marafiki ambao mngekaa nao, watoto wako wangeiga tabia zao za watoto wao, lakini wewe uliweza kujitenga nao kwa sababu ya tabia. Mchana wa leo mpendwa msikilizaji, wewe ambao tazama maisha yako, angalia maisha yako, ujiulize ni wapi sijakaribisha Yesu, ujiulize ni wapi hapa ningetamani Mungu anigeuze. Kila mtu ako na nafasi yake katika Mungu. Kuna wale wanalia, hata ninajua ya kwamba kuna wale wanafanya mambo lakini baadaye wanaanza kulia. Kuna uamuzi unaofanya lakini baadaye unakuletea mambo mabaya, unaweza kujuta. Mchana wa leo ninatamani ya kwamba ukutane na mtu ambaye amejawa na roho kama ya mama Yesu, akwambie hii ndio njia, akwambie unatamani kubadilika mahali hapa, akwambie ningependa unisikilize, ningependa kukusaidia, ningependa kukushika mkono katika jina la Yesu. Kwa sababu katika maisha haya tunahitaji watu wa kutushika mkono, tunahitaji watu wa kutuonyesha njia, tunahitaji watu wa kutuangalia na waone hitaji ambalo tuko nalo, na watupe njia ya kusuruhisha, ama watuambie tutafanya aje ndio tupate hilo kitu, ama tutaenda njia gani, ama ni wapi tutaenda. Ni kwa sababu Mungu wetu anafurahi wakati ambao watoto wake wanafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Tunahitaji watu walio na roho ambaye iliyekuwa na mama wa Yesu, ya kwamba akiona divai inaisha anasema hapana, haitaisha nikiwa hapa, hakuna haibu itaingia hapa, lazima niende kwa mwenye ambaye anaweza mambo haya. Kuna watu ambaye mpendo lazima ukae na wao wakuonyeshe njia. Yesu mwana wa Mungu aliposikia hakuna divai, aliweza kutengeneza maji ikaweza kuwa divai. Alituma watu tu walete mitungi, akawaambia jaseni maji, na naamini alibariki na ikabadilika ikakuwa divai, tena ikakuwa mzuri kuliko hata ile ya kwanza. Mpendo, acha nikwambie, maisha unayoishi sio wewe unatamani. Kuna nguvu za giza zinakusukuma. Kuna watu ambao wanakupea mawaidha. Kuna watu ambao wanakuambia, ndio maana unajipata katika hiyo hali. Lakini mchana wa leo neno la Mungu limekuja kwa nguvu tukwambia ya kwamba tazama ni nani huyo unakaa na yeye. Anakupea mawaidha ya aina gani? Anakuombea nini? Anakushika mkono akupeleke wapi? Anakutakia nini? Anakusaidia aje? Wengine hata unakaa na watu, hata ukivaa vibaya hawezi kukuambia. Tafuta mtu ambaye anakuambia dada fulani leo uko hivi, dada fulani wewe atakushika mkono ili ukaweze kufurahia. Ninataka kukuambia ya kwamba hii divai ilipotengenezwa, haya maji yalipotengenezwa yakakuwa divai, watu walikuja wakafurahi, wakakunywa. Vile sherehe ilikuwa inakaa kama imekwama, waliendelea kufurahia, waliendelea kushirikiana tena pamoja, wakaanza kuwa na fellowship. Mahali kitu watu wanakula, mahali watu wanakunywa, kuna kuanga na fellowship, kuna kuanga na furaha, kuna kuanga na umoja, kuna kuanga na baraka za Mungu, kuna kuanga na upendo mahali pale. Divai ilipobadilishwa, maji ilipobadilishwa ikakuwa divai, watu walifurahi, watu walisherekea, watu walipiga makofi, watu waliendelea kuimba. Hivyo ndivyo ilivyofanyika. Na wewe mchana wa leo mpendwa, nikwambie, huyo mtoto wako akibadilika, maisha yake ibadilike, utakuwa mtu wa kufurahi. Huyo mzee akibadilika, utakuwa mtu wa kufurahi na kushangilia. Hata wewe ukibadilika, ni faida katika maisha yako, ni faida katika familia, ni faida katika mwili wa Kristo. Ukiamua kubadilika maisha yako, ikuwe ni maisha ile inamtukuza Mungu, ikuwe ni maisha ile inapendeza Mungu, ikuwe ni maisha ile watu wakikuona wanakushangilia, inaleta hata
kawaida katika maisha yako. Hata wewe unaishi kwa furaha, hata wewe unaishi kwa amani, hata wewe unaishi ukiwa uko mtulivu, hata wewe unang'aa, unaangaza, ni kwa sababu umeamua kubadilika, umeamua kukaa kama Yesu, umeamua kukaa kama mtumishi wa Bwana, umeamua kufuatilia neno la Bwana. Nikimalizia nataka kukuambia ya kwamba hawa wapendwa watumishi walipoletewa maagizo wakaambiwa chenye mtaambiwa mfanye, hivyo ndivyo walitii. Shida ingine tulio nao ni kwamba ukipewa mawaidha, ukipewa na maagizo, wewe unapuuza, wewe unakataa, wewe unaanza kusema na mwenye kuniambia ananiambia kwa sababu gani? Nataka kukuambia ya kwamba huyu mama wa Yesu alipoenda kwa watumishi wale aliwaambia hivi: chochote mtakachoambiwa, lolote lile mtaambiwa, ninyi lifanyeni. Na wakati hawakusema huyu ni mama, hawakusema huyu ni mzee, hawakusema anajionyesha, hawakusema ako na kiburi, hawakusema ako na madharau, hawakusema anajionyesha, hawakusema kwani yeye ni nani. Waliweza kutii. Unajua maswali tulio nayo ni kwamba ukiambiwa kitu, hata kama italeta mafaida katika maisha yako, unaweza kuuliza na wanayeniambia ni nani. Hawa wapendwa waliposikia hayo maneno tu, chenye mtaambiwa, lolote lile mtaambiwa, endeni mulifanye. Hawakuuliza maswali, walienda na wakafanya, na faida ilikuwa kwao, furaha ilikuwa kwao. Yaani wakaanza kufanya kazi tena ya kupeana ile divai. Mpendwa, acha nikwambie ya kwamba ni vizuri utii chenye unaambiwa. Hasa ikifika neno la Mungu unafaa utii. Hasa ikifika mtu mkubwa ama mzima anakupea maagizo, kama inaambatana na neno la Mungu ni lazima utii. Ama kama linapendeza mbele za Mungu ni lazima utii. Na ukitii italeta baraka katika maisha yako, italeta mabadiliko katika maisha yako, italeta shangwe katika maisha yako. Wale wapendwa walipotii, divai iliweza kupeanwa tena, na yule alikuwa amechelewa akapata kikombe yake, yule alikuwa hajapata akapata, yule alikuwa amekunywa tayari akaongezea. Wacha nikwambie, kuna baraka katika kutii, kuna baraka katika kutii, kuna ushindi katika kutii, kuna aibu inaweza ondoka kama umetii kile unaambiwa, na utukufu wote unamrundia Bwana. Nikimalizia Methali chapter 24, Methali 24 ule mstari wa 21, maandiko inasema hivi: mwanangu mche Mungu na mfalme, mwanangu mche Mungu na mfalme. Wewe unayenisikia, wewe ambaye unafuata neno la Bwana, nimekuja kwa mitambo hii nikwambie, mche Mungu. Fear the Lord. Mche Mungu. Haleluya. Na maandiko inasema ya kwamba na mfalme, ukamche Mungu na ukamche mfalme. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu wakati wote anakuazia mema. Ni kwa sababu gani Mungu anatajwa? Ni kwa sababu Mungu ni neno, na hilo neno ndilo unaambiwa siku baada ingine. Ukienda kanisani unapatana na neno la Bwana. Kwa mitambo hii unapokea neno la Mungu. Kwa hivyo unaambiwa mche Mungu na umpe mfalme, umche mfalme. Ni kwa sababu gani? Mfalme ana uwezo wa kukubariki, mfalme ana uwezo wa kukutendea, mfalme ana uwezo wa kukusaidia. Kama vile wapendwa waliposikia kile mtaambiwa na Yesu, endeni mfanya, na wakati mambo ilitendeka, miujiza ikatendeka, watu wakakunywa divai tena. Kwa hivyo maandiko inatuhimiza mchana wa leo mpendwa, mche Mungu, mche Mungu, mche Bwana na mfalme. Alafu inakwambia hivi: wala usishirikiane na wenye kigeugeu. Ndio maana nimekwambia ya kwamba tamani kubadilika, tamani kujua huyo unayetembea naye ni nani, ni kigeugeu. Maandiko inasema usishirikiane na kigeugeu, na mtu ambaye anageuka, mtu ambaye hana msimamo, mtu ambaye haamini, mtu ambaye anakutoa katika njia za Mungu, mtu ambaye anakutoa kwa jamii, mtu ambaye anakutoa kwa biashara, mtu ambaye anakutoa kwa maono yako, mtu ambaye anakutoa kwa ndoto na maono ulizo nazo kwa ajili ya familia, maisha yako ama maisha ya unduma.
usikae naye. Huyo Biblia inamuita na inatuambia musishirikiane na kigeugeu. Huyo atakutoa na atakuchekelea baadaye. Huyo atakutoa na aibu sitakujia baadaye. Mchana wa leo nimekuja kukuambia aje kwa mitambo hii, usishirikiane na kigeugeu. Mche Mungu na mfalme. Tii neno la Bwana, tii maagizo, kaa katika nyumba ya Mungu. Fuatana na watu ambao wako na roho kama ya mama Yesu, ambaye inasema hivi, divai imeisha. Hii divai imeisha. Divai imeisha. Kwa hivyo Yesu, niko na imani kwa sababu divai imeisha. Unaweza tengeneza divai. Yesu, divai imeisha. Watu wako hapa, watakula nini? Watakunywa nini? Anamuelekeza kwa mtu ambaye ana uwezo. Mchana wa leo nataka kukuambia ya kwamba katika hali zote mhusishe Yesu, na ukimhusisha Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mawaidha ambayo unapewa na Roho wa Mungu ama mtumishi wa Mungu, fuatilia. Na usiwahi fuata kigeugeu, kwa sababu kigeugeu atakugeuza na baadaye akuchekelee, na baadaye akuchengenye, na baadaye akuache barabarani, na baadaye ajifiche. Mchana wa leo mpendwa, neno la Mungu limekuja kwako kwa nguvu. Ni wapi ungependa Mungu akusaidie ubadilike? Ni wapi ungependa Mungu akusaidie ushikane na watu ambao watakupatia advice? Wataona hali yako, wataona shinda zako, watakwambia vile utaweza kusuruhisha, watakwambia jinsi unavyoweza kufanya. Hiyo ndio naweza kukuambia mchana wa leo. Na katika hii mambo yote, Yesu mwana wa Mungu aliye hai anaweza mambo yote. Wacha tuombe kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana, nakushukuru kwa neno lako. Asante kwa wasikilizaji, watazamaji wote. Nina imani ya kwamba Mungu umewabariki. Nina imani kuna wale wangependa kubadilika maisha yao. Nina imani ya kwamba kuna wale Mungu waliingia kwa njia ambazo si mbaya na leo wanajuta. Mchana wa leo ninakuomba kwa jina la Kristo Yesu, upate kubadilisha maisha yao Bwana, ili wakapate kuwa na furaha. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, una uwezo wa kubadilisha maji kuwe divai. Kwa hivyo maishani mwetu Bwana, kuna watu wangependa kubadilishwa maisha yao, katika tabia zao, katika jinsi wanavyoongea, vile wanavyotembea, vile wanavyowaza na kuamini. Ninakuomba ya kwamba ukaweze kuwabadilisha, ili utukufu wote ukurundie katika jina la Yesu Kristo. Bariki maisha ya kila moja Bwana, tuweke pamoja, tupe afya njema kwa jina la Yesu. Walio wagonjwa Bwana uwaponye, waliovunjika moyo Mungu watie nguvu katika jina la Kristo Yesu. Asante Bwana, maana umetenda makuu. Asante Bwana, maana umetenda maajabu. Kwa wale ambao wangependa kumpokea Yesu, sema maneno haya nyuma yangu kwa imani. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako, nimesikia neno lako na nimeliamini. Ninaomba ubadilishe maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Nisamehe dhambi zangu zote. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nitakiri ya kwamba wewe ni Bwana. Nitakiri ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na nitaamini ya kwamba ulikufa na ukafufuka. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kuandika jina langu. Asante Mungu wa mbinguni kwa yale umenitendea. Na ni kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen, amen, amen. Mungu ambariki sana.